Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 16. Somo lisemalo, Yesu na rafikize uko Bethania. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine unayotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Yohana 11:5. Kuna nyumba moja ambayo Yesu alipenda kuitembelea. Nyumbani kwa Lazaro, Mariamu na Martha. Kwa maana katika mandhari ya imani na upendo wa roho yake ilipata pumziko. Lazaro wa Bethania alikuwa miongoni mwa wanafunzi waaminifu zaidi wa Yesu. Tangu walipokutana kwa mara ya kwanza, imani yake kwa Yesu ilikuwa imara zaidi. Upendo wake kwa Yesu ulikuwa wa kina na alipendwa zaidi sana na Mwokozi. Ilikuwa ni kwa Lazaro ambapo ulifanywa mmoja wa miujiza mikuu ya Yesu. Mwokozi aliwabariki wote waliohitaji msaada wake. Anazipenda familia zote za wanadamu, lakini kwa baadhi amefungamanishwa kwa uhusiano bora wa pekee mno. Moyo wake uliunganishwa kwa kifungo imara cha upendo kwa familia ya Bethania, na kwa mmoja wao utendaji wake mkuu ulioneshwa. Mara nyingi Yesu alipata pumziko nyumbani kwa kina Lazaro. Mwokozi hakuwa na nyumba yake mwenyewe. Alikuwa tegemezi kwa rafiki na wanafunzi wake. Na mara nyingi alipokuwa amechoka, alipohitaji ushirika wa kibinadamu, alifurahia kukimbilia katika makao hayo tulivu, mbali na tuhuma na wivu wa Mafarisayo wenye hasira. Hapa alipata ukaribisho wa kweli, safi na urafiki mtakatifu. Hapa aliongea kwa usahili na uhuru mkamilifu, akijua kwamba maneno yake yangeeleweka na kuthaminiwa. Mwokozi wetu alipenda makazi tulivu na wasikilizaji waliopenda kumsikiliza. Alikuwa na shauku ya upole, heshima na upendo wa kibinadamu. Wale ambao walipokea mafundisho ya mbinguni alikuwa tayari kuyatoa daima, walibarikiwa sana. Makutano walimsikiliza kwa shida, naye Yesu alipata pumziko katika makazi ya Bethania, mbali na mapambano ya maisha ya umma. Hapa aliwafungulia wasikilizaji wenye shukurani ujazo wa majaliwa ya Mungu. Katika mazungumzo haya ya faragha,
aliwafunulia wasikilizaji wake kile ambacho hakujaribu kukieleza kwa umati uliochanganyikana. Hakuhitaji kuongea kwa rafiki zake kwa mafumbo. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo Yesu na rafikize huko Bethania. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutuonyesha kuwa Yesu anaweza kuwa rafiki wetu na akapata faraja na faraga ya kuongea nasi katika mioyo yetu. Naomba na sisi afanyike kuwa rafiki mwaminifu katika maisha yetu. Naomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi